mwanasheria wa Simba, tumeona umeingia TFF na umetoka kwenye kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji. Pengine kitu gani ambacho kilikuwepo kule, na utuambie kilichotokea kuhusiana na madai mbalimbali kuhusiana na Simba? Kuna kikubwa kwa sababu ni issue ya malalamiko dhidi ya usajili wa Damaro. Sauti kidogo sikupate vizuri. Kulikuwa na swala la usajili wa mchezaji Damaro wa Yanga, lakini shauri limeahirishwa, halijasikilizwa kwa sababu Yanga hawakupata wito. Kwa hiyo na ni muhimu wao kuwepo kwa sababu amri yoyote ambayo itatoka inaweza ikawaathiri. Kwa hiyo ni muhimu wao kuwepo wakasikilizwa, Yanga pamoja na mchezaji mwenyewe. Walitakiwa uwepo Yanga pamoja na mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo Damaro hajafika pamoja na Yanga. Okay. Kwa hiyo tutapata taarifa nyingine. Kwa maana ni kwamba Yanga wao hawakupata taarifa, au shida ni nini? Hilo siwezi kufahamu kwa sababu sio jukumu letu kuwapa taarifa Yanga. Kwa hiyo kamati yenyewe imeamua nini sasa mara baada ya hapo? Tutapewa taarifa nyingine, tutaipa tena tukiwa pande zote tumekamilika. Okay. Kwa mtu ambaye hajafahamu na angetaka kufahamu kuhusiana na issue ya Damaro, kwa sababu inawezekana ndo kwanza anafungulia sasa hivi, anataka kusikiliza chochote kuhusiana na Damaro, shauri nasemaje? Hapana, hilo siwezi kuzungumzia kwa sababu tayari liko kwenye mamlaka ya kamati. Manake ni kile ambacho kinazungumzwa kwamba Damaro anacheza kama local player wakati hana vigezo vya local player, atakayecheza kama mchezaji wa kigeni, si ndio? Ndio. Kwa hiyo manake ndicho mfumo wa FIFA unamtambua ni mchezaji wa kigeni. Na mfumo wa FIFA unamtambua ni mchezaji wa kigeni. Yes. Yes. Kwa hiyo kwa hapa inamtambua kama local. Mfumo wa FIFA mchezaji wa kigeni. Kwa hiyo hapo ndo tulitaka tupate tafsiri imekueje. Sasa kuna watu walikuwa wanajiuliza pengine mwanasheria, kwa nini mmeamua kupeleka shtaki ile TFF? Mamlaka inayotoa leseni ni TFF. Ndio. Kamati ya sheria hii. Au wanahoji kwa sababu ametoka Singida Black Stars. Pengine labda kwa nini ni kwa Yanga hamjahoji kuhusiana na Singida Black Stars, kwamba ukiwa Singida alikuwa yuko sawa sawa, au ni kwa sababu iko Yanga? Sisi tunavyofahamu Singida alisajiliwa kama mchezaji wa kigeni na ITC yake ilikuja. Bwana, shukrani bwana, nashukuru. Nashukuru sana. Bwana, maswali yamekuwa mengi kweli kweli, lakini pia umepata kumsikia wakili wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya sakata la Damaro Kamara. Mimi pamoja na Steven Mapunda Garincha tulishawahi kuzungumzia hili jambo, tulitolea ufafanuzi, lakini bado maswali yamekuwa mengi. Bwana, cha kukusii kwanza, epuka propaganda. Alafu sikiliza vizuri tunachokizungumza, tufuatilie sako kwa bako, mdogo mdogo, ili uelewe nini hasa ambacho tunakizungumza. Miongoni mwa maswali ni kwamba FIFA inamtambua ni mchezaji wa Guinea, lakini Tanzania anatambulika kama local player na anacheza timu ya Yanga kama mchezaji wa ndani. Je, hii imekaaje? Ebwana, hii ni hatari kweli kweli. Ngoja nikupatie ufafanuzi mzuri ambao pia wanapatiwa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Bati Quality ni kampuni bora ya Kitanzania ambayo inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, zile pia zenye matilio ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unajipatia pia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake pia ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamana nayo kijana wako. Kipindi hiki cha mvua, kwa nini uteseke ulale na mabeseni pamoja na masufuria, wakati Bati Quality zipo kwa ajili yako. Huyo ndio mdhamini wetu namba 1 ambaye anatupa nguvu kwenye kipindi kikubwa namna hii. Sasa ngoja tukujuze kwa mujibu wa sheria na taratibu, mambo jinsi yalivyo yanasema nini. Ungana nasi bwana. Sio kila mtu anajua ya mambo, wewe unachagua kwa kusikiliza ya mambo. Steven Mapunda Garincha, uko vizuri? Yes, mimi niko vizuri ndugu yangu. Mungu ni mwema, anatupigania kila itwapo leo. Malalamiko yamekuwa mengi kweli kweli. Damaro Kamara, Yanga watapokwa pointi, Yanga watanyang'anywa pointi. Damaro Kamara kwenye system ya FIFA anaonekana ni mgine. Tanzania anaonekana ni Mtanzania, anachezea Young African. Young Africans wamejikologa, Young Africans wamejivuruga, Young Africans wamejichanganya, Young Africans wamedondokea pua, Young Africans maliza, anaangukia pua kwenye hili. Ukiwa unajua mambo unacheka kwa dharau. Alafu nawaambia huenda wanachokizungumza hawajui. Sasa kabla ya ufafanuzi, Mungu wasamee kwa maana wajua litendalo. Kabla ya ufafanuzi nikuulize maswali. Ndio. Mwenye haki ya kutoa kibali cha uraia ni nani? Ni mamlaka ya uhamiaji ambayo ni Jeshi la Uhamiaji Tanzania
wao ndio wenye mamlaka ya kuweza kutoa kibali cha uraia, sio TFF. Tuelewane vizuri. Mwenye mamlaka ya kutoa kibali au kutoa passport ya nchi ni uhamiaji. Mamlaka ya uhamiaji ndio ina kibali hicho. Kwa maana kwamba uweze kupata passport lazima uwe na NIDA, namba yako ya NIDA, ya utambulisho ya NIDA, lakini pia uweze kuwa na document zingine ambazo zinakusupport. Kwa Watanzania huwa kuna kuaga na labda cheti cha kuzaliwa cha mzazi mmoja kati ya wawili. Umeelewa vizuri, na vigezo vingine. Na kama kuna kuwa mzazi hayupo, ameshafariki, ameshatangulia mbele za haki, kuna kitu kinaitwa affidavit. Unaenda kuvitafuta mahakamani, unaenda kwa hapa, inapelekwa kule ili kupatiwa passport. Kwa hiyo uweze kupatiwa passport usipokuwa na hizo supportive document, lazima uwe nazo. Kwa hiyo anayetoa uraia ni mamlaka ya uhamiaji ambayo iko Tanzania, sio TFF na sio Yanga. Sio Yanga. Swali langu la pili, Steven Mapunda. Mchezaji anapokwenda kusajiliwa kwenye mfumo wa mfano wa bodi ya ligi pale, na mifumo ya TFF kutambulika, anasema mimi ni Mtanzania. Bodi ya ligi kazi yake ni nini ili kuhakikisha huyu ni Mtanzania na si Mtanzania, ili kumpa kibali cha kuwa mchezaji wa ndani acheze? Wao sasa wakishakuwa wamepelekewa kwamba bwana mimi ni Mtanzania, watamwambia kwamba leta vielelezo vyako vya kuonekana kwamba wewe ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo ndio atapeleka pale vielelezo vyake, ikiwemo passport ya kusafiria, namba yake ya NIDA na vitu vingine ambavyo vitakuwa supportive kuweza kumuonesha kwamba huyu ni Mtanzania. Kwa hiyo wakishakuwa wamejidhihirisha pale, ndipo wao sasa wanamsajili kama local player. Hawa ni TFF. Hapo Yanga hajaingia, Simba hajaingia, wala Singida hajaingia, wala Azam hajaingia. Yani mifumo kwa mifumo ndio inaocheza. Umeelewa vizuri hapo? Yani hapo ni mwendo wa mfumo kwa mfumo. Yani mfumo unamjibu mfumo mwenzake. Sasa Yanga hapo anaingiaje? Katika hilo Yanga bado hahusiki. Mpaka hapo Yanga ingia. Yani Yanga anakuwa anahusika kama vile mtu anaenda kutoa posa. Kwamba bwana mimi nahitaji kumposa binti yako. Wewe ndio utaelezea pale, bwana binti yangu huyu nimemzaa hapa Tanzania, wala unaja kutafuta kibali cha kuishi na nini. Kwa mimi nakwenda namposa binti yako. Kwa hiyo nikishamposa mimi ninayeposa sina shida. Ila wewe mzazi ndio utakuwa unawajibika, aidha Mtanzania sio Mtanzania. Kwa hiyo TFF ndiye ambaye anahusika, sio Singida, sio Azam, wala sio Young Africa, wala sio Simba. Sasa kwa nini Simba wamelivalia njuga ili jambo? Nitakwenda kukwambia vizuri. Ungana nasi bwana. Sisi tunakupa vitu kwa ushahidi na kanuni zinavyotaka, na mambo kadha wa kadha, mdogo mdogo mpaka hapa tulikofika, naamini kuna kitu umeondoka nacho. Sasa swali langu la msingi, Steven Mapunda atakwenda kutufafanulia. Mfumo wa FIFA kwa mujibu wa watu wanaoshupalia hili jambo la Kamara wanasema mfumo wa FIFA unasoma ni mchezaji wa Guinea, kwa maana ni ana uraia wa Guinea. Lakini pia hapa Tanzania anatambulika kama local player. Tulikwambia alienda kujisema yeye ni Mtanzania. Mifumo ikataka kujua kwamba ni Mtanzania na NIDA na nini. Kazi ya TFF, kazi ya bodi ya ligi na mamlaka nyingine ni kuridhia mifumo iko sawa. Iko sawa. Wenye haki ya kutambua utaifa wako ni nani? Ni uhamiaji. Wamekuthibitisha, wao hawana shida. Yanga usiki bwana, tumekupata kumbe ni Mtanzania, karibu. Sasa hapo tunaiondoa ile hofu ya Yanga kukatwa nini point. Swali la msingi ni kwamba inawezekana vipi mchezaji kucheza huku FIFA ikiwa anatambulika ni mchezaji wa Guinea, alafu Tanzania ana uraia pia wa Tanzania? Uhalali wa mchezaji huyu kucheza umekaaje hapa, tukiunganisha na hizi taarifa za Yanga kupokwa pointi kwa kuwa huyu si raia wa Tanzania kwa mujibu wa FIFA? Of course, swali lako ni zuri sana na ni swali ambalo linataka utulivu uweze kulielewa. Kwa sababu ukiangalia hizi sheria ni sheria kweli ya FIFA. Ni sheria ya FIFA ambayo ilikuwa inatumika kabla hata mwaka 2000. Lakini pia ilikuja kufanywa marekebisho 2004, 2009 hadi 2009. Lakini baadaye ikaja kufanywa maboresho zaidi mwaka 2020. Wanasema FIFA Regulation Governing the Application of the Statute. Hii ndio sheria ya FIFA ambayo inatumika kwenye masuala haya ya eligibility na uraia. Umeelewa vizuri? Nikizungumzia eligibility namaanisha nini? Na nikizungumzia uraia maana yake inaeleweka, nimeongea tu kwa Kiswahili uraia, lakini eligibility tafsiri yake ni kwamba kuweka uhalali wa mchezaji A, umeelewa vizuri, kucheza katika timu A kwa nyaraka fulani na fulani kwamba anaruhusiwa kuweza kucheza ile, huyu bwana yuko eligible, anaruhusiwa kuweza kucheza ile, yani ule umamlaka wa kucheza.
ndo eligibility rules. Sasa FIFA wana kitu kinaitwa FIFA eligibility rules, ambao sasa hii FIFA eligibility rules ndio inadili na FIFA. Yani FIFA ndo wanadili nayo zaidi, sio TFF. Yani FIFA wanadili na eligibility rules ambao ndo inakuwa inahusika zaidi. Kwa hiyo kwa kesi ya Damaro Kamara, yeye ni Mtanzania ambaye mamlaka ya Tanzania, serikali ya Tanzania inamtambua kama mchezaji wa Kitanzania, yani mchezaji mzawa, ni local player. Kwa hiyo ina maana kwamba ukienda TFF ukipeleka vielezo vyako vya kuonyesha kwamba wewe ni raia wa Tanzania, kwa hiyo wewe utakuwa unapewa stahiki sawa sawa kama mzawa wa Tanzania. Lakini ukija kwenye FIFA eligibility rules, unakosa sifa ya wewe kwenda kuitumikia timu ya taifa. Umeelewa vizuri? FIFA eligibility rules inasemaje? Kwamba hii sasa utambulisho wako wewe, yani status, FIFA status inasoma kwamba wewe ni raia wa Guinea. Kwa hiyo wewe huwezi kwenda kucheza kitu kinaitwa international football, ambapo international football hii inahusiana na kutumikia timu ya taifa. Kwa wewe unakosa sifa ya kwenda kuchezea timu ya taifa ikiwa FIFA status yako inasoma kwamba wewe ni taifa lingine. Umeelewa vizuri? Yeah. Lakini hii haikuondolei wewe uhalali wa kuweza kuitumikia klabu yako. Ngoja niongee kwa wepesi zaidi iweze kueleweka. Kuna mtu anaitwa Mbwana Ali Samata. Umeelewa vizuri? Yes. Mbwana Ali Samata ni Mtanzania, amezaliwa Tanzania Mbagala. Umeelewa vizuri? Amecheza Simba, akaenda TP Mazembe, akaenda Genki na kadhalika. Umeelewa vizuri? Na ametumikia timu ya taifa kwa muda mrefu. Amecheza AFCON mara 3. Na michuano mingine ikiwemo challenge na michuano mingine ambayo inatambulika na FIFA amecheza akiwa Taifa Stars. Sasa Mbwana Samata yeye akaamua kwamba bwana, mimi nahitaji kubadilisha uraia wa Tanzania kwenda uraia wa nchi nyingine. Mfano nataka kwenda Kongo, bwana mimi Kongo nimeishi muda mrefu, nataka nichukue uraia wa Kongo. Yeah. Umeelewa vizuri? Yeah. Huyu Mbwana Ali Samata ana haki ya kupewa uraia wa Kongo. Umeelewa vizuri? Lakini anakosa haki ya kucheza timu ya taifa ya Kongo. Kwa nini? Kwa sababu FIFA eligibility rule inasema kwamba mchezaji ili aweze kubadilisha uraia na kuweza kupata sifa ya kucheza timu ya taifa, inatakiwa taifa lake la awali awe amecheza mechi si zaidi ya 3 za kiushindani. Umeelewa vizuri? Yeah. Zinazotambulika na FIFA ikiwemo labda AFCON pamoja na kombe la dunia labda ambazo zinatambulika na FIFA, asio amecheza. Lakini kama amecheza mechi za kirafiki akiwa timu ya taifa na mechi zingine ambazo hazitambuliki na FIFA akiwa timu ya taifa chini ya mechi 3 na akiwa na miaka 21, asizidi miaka 21. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo Mbwana Ali Samata yeye kama raia, yeye kama binadamu kwa sasa unasema kwamba kisiasa ana haki ya kuweza kupata uraia wa taifa la Kongo. Lakini kififa, kimpira anakosa haki ya kucheza timu ya taifa yani ni ya Kongo. Umeelewa vizuri? Yeah. Lakini kama ikitokea ana miaka labda amecheza timu ya taifa ya Tanzania sio katika mechi za kiushindani za FIFA chini ya mechi 3, umeelewa vizuri? Akiwa na miaka 21 akabadilisha uraia akaenda Kongo akawa raia wa Kongo, umeelewa vizuri? Akitaka kucheza timu ya taifa ya Kongo inamaanisha kwamba FIFA eligibility rules inabidi ibadilike, isome kwamba Mbwana Ali Samata ametoka taifa la Tanzania, kwa sasa anasomeka kuwa taifa la wapi? La Kongo, ili aweze kupata uhalali wa kucheza timu ya taifa ya Kongo. Na ndio maana unakuja kuona kwa Mohamed Damaro Kamara aliweza kubadilisha uraia wake na kuwa raia wa Tanzania. Umeelewa vizuri? Lakini Miguel Gamondi hajamuhusisha kwenye timu ya taifa. Watu wanaweza kusema kwamba labda hajaridhishwa na kiwango, labda hajafanya. No, inawezekana pia wanaifahamu system inasema nini, kwamba huyu ni kweli ni Mtanzania, lakini FIFA eligibility rules inasoma kwamba huyu ni taifa la Guinea. Umeelewa? Kwa hawezi kuitumikia timu ya taifa kwenye FIFA series. Elewa neno FIFA series. Maana yake ni michuano ambayo inatambulika na FIFA. Kwa huyu hawezi kwenda kucheza timu ya taifa ya Tanzania katika michuano ambayo inatambulika na FIFA, wakati FIFA status yake inasoma yeye ni taifa la Guinea. Lakini haimuondoi uhalali yeye kutumikia timu ya klabu ya nchi husika ambayo ni raia. Kwa hiyo ina maana kama Mbwana Samata, yani leo unaongea Mbwana Samata kwa sababu ni mchezaji ambaye ni familia, hata namtambua. Yes. Mbwana Samata akaenda Kongo, akapewa uraia wa Kongo, umeelewa vizuri? Si anakosa sifa kucheza timu ya taifa ya Kongo, lakini Mbwana Samata ana haki ya kusajiliwa AC Vita Club au TP Mazembe, umeelewa vizuri? Au Motema yote pale Kongo, akiwa kama raia, anapata stahiki kama raia wa pale, kama local player, achukuliwe tena kama foreign player au international player, anachukuliwa kama local player, anapewa haki zote kama mchezaji wa ndani, ila tu anakosa sifa ya kwenda kucheza timu ya taifa. Kwa sababu gani?
kwa taratibu za FIFA huyu tayari ameshatumikia taifa lingine katika mechi za kutosha na mechi ambazo zinatambulika na FIFA, na haya mambo yalifanyika maboresho mwaka 2020 na ndio yanayotumika mpaka hivi sasa. Waliboresha 2004, 2009, wakaja wakaboresha 2020, lakini pia 2022, 2023 pia wakaendelea kufanya maboresho, lakini mpaka hivi sasa maboresho ambayo yanatumika zaidi ni ya mwaka 2020, kwa sababu zamani ilikuwa kwamba mtu akishakuwa ameshawahi kuvaa tu jezi ya timu ya taifa fulani atakiwa tena kuvaa jezi ya taifa lingine, lakini baadaye akasema kwamba hii haitendi haki. Umeona, kwa mfano kama kuna mtu anaitwa Kuridu Koulibaly, umeelewa vizuri? Huyu ni by nature ni raia wapi wa Senegal, lakini amezaliwa Ufaransa, umeelewa vizuri? Lakini baadaye ikawaje, amekuja kuitumikia Senegal. Yeye mwanzoni alikuwa anasoma kuwa FIFA status ilikuwa inasoma kuwa ni raia wapi wa Ufaransa. Umeelewa vizuri? Baadaye ilipobadilika akaja kucheza, anakula anacheza mechi za kirafiki na nini. Baadaye ilipokuja kubadilika akaja akacheza wapi? Timu ya Senegal. Kuna mtu mwingine anaitwa Wilfried Zaha. Wilfried Zaha ni raia wapi? Wa Ivory Coast. Lakini huyu pia alikuwa Uingereza na alicheza mechi za kirafiki akiwa na jezi ya taifa ya timu ya Uingereza, lakini yeye anachezea Ivory Coast. Kwa hiyo ndio ambayo ilivyo, na watu wengi wamekuwa wakichanganya sana hapo kwamba ni kweli Simba wanasema kwamba huyu mtu anatambulika kwa yeye ni FIFA status ni wa wapi? Ni wa Guinea, lakini Tanzania anakuwa kama local player. Kwa hiyo wako sahihi. Kwa upande wa Yanga hawana shida yoyote na upande wa TFF hawana shida yoyote, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ya kuweza kutoa vibali. Kwa kumalizia ama kwa kugonga msumari, Yanga hawatoi kibali cha mchezaji kuwa raia wa nchi. Kwa hiyo wenye mamlaka ndio wamethibitisha hilo. Yanga usiki kwa chochote kwa lolote. Wanajua mchezaji ni raia, mamlaka imemkabidhi vigezo vyote, na wao kwenye mfumo akapeleka mfumo wa ligi ukakubali kuona kwamba huyu ni kweli Mtanzania, na ndio maana ametoa kibali. Yanga ikampokea, fanya kazi baba, tukulipe kama local player. Bamba anakwenda hivyo. Sasa wewe unabisha, ulikuwepo, tafuta point uwanjani. Ukishindwa acha janja. Pointi za kuzitolea jasho kwenye dakika 90, na ndio maana Bati Quality wao wanakupatia kwa bei kitonga, kwa sababu wanajua pesa yako hata kama ni ndogo umeitafuta kwa jasho. Mvua zinanyesha, achana na mambo ya Simba na Yanga, atakuumiza kichwa. Njoo nikupatie bati nzuri kwa gharama nafuu mno. Piga simu nambari 0715 1866 72, 0715 1866 72, nikupatie bati nzuri, usafiri na misumari bure. Mimi naitwa Nicholas John, nyuma ya kamera Wanted. Kwa heli.